tuko tunakilalamikia ni tozo mpya ya serikali. Tunashukuru Mungu tumefikia mwafaka, japo sio rafiki sana kutokana na jiografia yetu ya Tunduma. Maana maombi yetu ilikuwa ni kwamba hii tozo walioleta mpya ya pakia shusha kwa magari yetu na tunakoenda kuchukua material na kusambaza, mazingira yamekinzana sana na mageti yao walikoweka sehemu ambako tunatakiwa tulipie ushuru. Sisi ombi letu linabaki pale pale kwenye serikali, turudi kwenye stika, watupatie stika ili tuwe tunalipa mapato yetu kwa mwaka. Hizo tozo zilikuwa sio rafiki kwetu. Tumejaribu kuongea na wenzetu kwamba pengine sisi hivyo vitu tungeviweka kwenye stika, kwa sababu stika tunazo, lakini imeshindikana. Kwa maana hiyo tumekubaliana kwamba ombi letu ni kupata nini? Kupata stika, sio kwa tozo hili. Tuwekewe tozo ambao ni la mwaka, hilo itakuwa rafiki. Lakini hii hapa unaweza kumpa dereva gari akaenda asitoe, na wao wanasisitiza kwamba kuna faini. Hizo faini ndio tunazoziogopa, ila tuko tayari kulipa, lakini sio kwa mfumo huu. Sababu limeshatatuliwa, naona sio changamoto tena. Shida ilikuwa ni elimu. Elimu haikutufikia, kwa sisi sio ng'ombe ambao tungepokea kila malisho. Baada ya kueleweshwa tumeelewa na tumekubali kulipa hiyo kodi. Kwa hiyo hamna changamoto nyingine tena kati ya wahusika wangu. Tumekubali kuilipa kwa siku kutokana na makubaliano tuliyofikia sisi na mkurugenzi. Kwa hiyo kodi tutailipa kwa ushirikiano mzuri kwa ujenzi wa taifa letu. Sheria ni ya mwaka 2017, ni sheria ya muda mrefu na imekuwa ikitekelezwa, sio kwamba ilikuwa haitekelezwi. Ilikuwa ikitekelezwa. Tunasema kwamba tumebadili mfumo wa kuitekeleza, kuisimamia, kwa sababu ilivyokuwa inatekelezwa pale awali ilikuwa haina tija. Kwa hiyo tulivyorudisha ikaenda kukusanywa katika vituo vyetu, ndio hapo imeonekana kama ni kero. Lakini kwenye ushirikishwaji na elimu, hii kwanza tumeifanya kama ni sehemu moja hapo ya elimu, kwa sababu tulikutana nao kwa mara ya kwanza, tukawasihi ya kwamba ni vizuri tukakaa mezani tukaweza kuelimishana, kwa sababu wengi wanasema kwamba hawajui hii sheria, hawajui hii tozo, lakini ni tozo ambayo ipo kisheria. Kwa hiyo na umuhimu wa kutoza kwa ushuru huo tumeujadili kwa pamoja. Bali walikuwa wanakusanya pale wanaposhusha, lakini mapato mengi yalipotea kutokana na watu wengi kutokulipa. Sasa tukabadilisha mfumo wa kwenda kukusanya, ambapo tuliweka vijana wetu kwenye vituo vya ukusanyaji wa mapato, na tulipoanza kuikusanya wafanyabiashara wale wakahisi kwamba ni tozo mpya. Kwa hiyo nawapongeza wafanyabiashara kwanza kwa kukubali kukaa pamoja kwenye meza kwenye ofisi ya mkurugenzi tukiwa na mwenyekiti wa halmashauri na kufikia mwafaka huu. Tumekubaliana tutoke katika kiwango kikubwa cha gari kubwa kutoka shilingi 10,000 na sasa iwe ni shilingi 3,000. Lakini tutoke kwenye kiwango cha gari dogo kutoka shilingi 5,000 kiwe ni shilingi 2,000 kwa chanzo cha kushusha na kupakia. Tutokea mkwamo kidogo kwa sababu ya kwenda kukiimarisha kuchukua tozo ya kushusha na kupakia, ambayo ni tozo ambayo ipo kwa mujibu wa sheria. Tozo hiyo ilikuwa imepangwa kukusanywa kwa kiwango cha kwa kila gari kubwa kwa shilingi 10,000, kwa gari la kati shilingi 5,000, na kama itapita gari yenye matairi matatu kama guta kwa shilingi 2,000. Sasa kwa kuwa chanzo hicho kilikuwa kinachukuliwa, lakini kilikuwa kinachukuliwa site pale wanapokwenda kushusha, matokeo yake palikuwepo na mkwamo kidogo wa kukusanya mapato hayo, kwa tafasiri kwamba watu walipata upenyo wa kutokukusanya bema mapato hayo.